maombi ya fedha kwa mwaka 2026 2027, makadirio ya makusanyo na maduhuli kwa mwaka 26 2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026 2027, wizara na hospitali zilizo chini yake inakadiriwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 747 milioni 200 na elfu 91,299 na senti 81. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 76 milioni 195,850,735 na senti 53 zinatarajiwa kukusanywa kutoka vyanzo vya ndani vya makao makuu ya wizara. Shilingi bilioni 165 milioni 804,149,264 na senti 47 kutoka hospitali za rufaa za mikoa na kiasi cha shilingi bilioni 505 milioni 291,299 na senti 81 kutoka taasisi hospitali ya taifa maalum na kanda. Matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026 2027, wizara imepanga kutumia kiasi cha shilingi bilioni 652 milioni 236 laki 871,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Hii ni sawa na asilimia 36 ya bajeti iliyotengwa, ambapo kiasi cha shilingi bilioni 516 milioni 323 laki 356,000 ni mishahara ya watumishi wa wizara, hospitali na taasisi zilizo chini yake, na kiasi cha shilingi bilioni 135 milioni 913 laki 515,000 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026 2027, wizara imepanga kutumia kiasi cha shilingi trilioni 1 bilioni 148 na milioni 25 laki 187,000 ikiwa ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hii ni sawa na asilimia 64 ya bajeti iliyotengwa. Kati ya fedha hizo, fedha za ndani ni kiasi cha shilingi bilioni 789 milioni 458 laki 6 na elfu 9 na fedha za nje ni shilingi bilioni 358 laki 5 66,578,000. Na nitarejea, shilingi bilioni 358 milioni 566 laki 578,000 ikiwa ni fedha za nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla ya fedha zote zinazoombwa na wizara ni kiasi cha shilingi trilioni 1 bilioni 800 milioni 262 na elfu 58 ili kuweza kutekeleza malengo na vipaumbele iliyojiwekea. Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba hii inapatikana pia katika tovuti ya Wizara ya Afya www.moh.go.tz. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyotangulia kusema, hotuba yangu ina jumla ya kurasa 287. Ninakuomba uridhie bunge lako tukufu sehemu ya hotuba katika yale ambayo sijasema iwe ni sehemu ya kumbukumbu rasmi za bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo haya, kwa heshima kubwa na kwa maamuzi rasmi ya kwenda kuhakikisha tunalinda utu wa Mtanzania, ninaomba kutoa hoja. Asante sana kwa nafasi hii. Asante sana, hoja imeungwa mkono. Mheshimiwa Mwenyekiti, vipaumbele na mpango wa Wizara ya Afya kwa mwaka 2026 2027 umezingatia mipango ya kitaifa na kisekta ikiwemo dira ya taifa 2050, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi mkuu wa mwaka 2025 2030, hotuba ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kufungua bunge lako tukufu la 13, sera ya afya na mipango mkakati ya sekta ya afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha malengo hayo yanafikiwa, wizara kwa mwaka wa fedha 2026 2027 imepanga kutekeleza vipaumbele 11 vya kimkakati pamoja na afua zake zinazolenga kuleta maboresho makubwa katika sekta ya afya kama ifuatavyo: 1. Kuimarisha ubora za huduma za afya ili kukidhi viwango vya kitaifa, kikanda na kimataifa. Kuvijengea uwezo
vituo vya kutolea huduma, kufanya tathmini ya ubora na kupata ithibati, kuharakisha uanzishwaji wa taasisi za ndani ya ithibati, kusimamia maadili, usajili wa wataalamu na ukaguzi shirikishi wa vyuo na vituo, na kuimarisha huduma kwa mteja ikiwemo muda wa kusubiri, mfumo wa malalamiko na usalama wa huduma. 2. Kuimarisha mfumo wa ugharamiaji wa huduma za afya na utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote. Kuimarisha ugharamiaji kwa kutumia vyanzo vya ndani, kusajili wananchi wa kaya zenye uwezo na zisizo na uwezo, kutoa elimu kwa jamii wajiunge na bima, kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi na kufuatilia utekelezaji wa sera ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030 na mpango mkakati wa muda wa kati. Lakini 3 ni kuwezesha uwekezaji wa viwanda vya ndani, kuimarisha uzalishaji wa bidhaa za afya na kupunguza utegemezi wa nje ya nchi kwa kujenga maabara ya kisasa ya utafiti wa dawa bioequivalent lab, kuwekeza katika uzalishaji wa dawa za ukimwi katika kiwanja cha TPI na kuvutia wawekezaji wengine, kuboresha mifumo ya maoteo, ununuzi, utunzaji na usambazaji wa dawa, kuratibu majukwaa ya wawekezaji na kudhibiti usugu wa vimelea dhidi ya dawa na matumizi sahihi ya antibiotic. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuliarifu bunge lako tukufu kwamba wizara tayari imekwisha zindua Mloganzila Pharmaceutical Hub, yani kongani ya viwanda ya Mloganzila, na kulitaarifu bunge lako kwamba hivi nimesimama tayari wawekezaji wanaendelea na ujenzi wa viwanda. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara na serikali imejipanga vizuri kwamba leo hii uzalishaji wa dawa ni 16% tu, lakini nalitaarifu bunge lako tukufu kwamba kwa mikakati na mipango tuliyoiweka, ifikapo mwaka 2030 wizara imeamua kwamba ni lazima taifa letu liweze kuzalisha dawa lenyewe kwa 80%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuimarisha mifumo ya matumizi ya tehama, kuhakikisha upatikanaji na ubora wa huduma, kuimarisha mifumo ya kielektroniki katika vituo ili iweze kusomana na kubadilishana taarifa ikiwemo afya mtandao, teleradiology, teleconsultation, kituo kikuu cha kuhifadhi taarifa Center Data Depository, kuondokana na matumizi ya karatasi katika ukusanyaji wa takwimu na kuimarisha matumizi ya akili unde katika utoaji wa huduma za afya. 5. Kuimarisha kinga dhidi ya magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza na kuambukiza, ya mlipuko na yasiyokuwa hayapewi kipaumbele, pamoja na lishe na usafi wa mazingira. Lakini kuhamasisha jamii kupima afya mapema, ambapo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuliarifu pia bunge lako tukufu kwamba hivi karibuni wizara imebuni programu mpya inayotambulika kwamba Ijue Namba Yako, imekwisha zinduliwa katika kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa ya mlipuko, kujenga miundombinu kujenga miundombinu ya kuwatenga wahisiwa mipakani, kukamilisha vituo vya umahiri wa elimu ya afya kwa umma na kutekeleza mpango jumuishi wa huduma za afya ngazi ya jamii ikiwemo nafasi 8,000 za ajira mpya. Lakini kuboresha huduma za chanjo kwa mfumo wa kielektroniki, majokofu na vifaa vya kufuatilia jotoridi, kutoa kinga tiba ya trakoma, matende na mabusha katika halmashauri 19, pamoja na huduma za utengamao na kuendelea na afua za lishe za vyakula vilivyoongezwa virutubisho, kupambana na utapiamlo, kuimarisha utafiti wa matokeo ya tafiti za afya, ubunifu na teknolojia, kuratibu utafiti katika vituo, taasisi na vyuo vinavyolenga changamoto za afya nchini, kutoa huduma kwa kuzingatia ushahidi wa kisayansi na kukamilisha tafiti zinazoendelea, pamoja na kuanza tafiti mpya katika kinga, tiba, utengamao, mafunzo, dawa na mifumo ya afya, kuimarisha huduma za ukunga, afya ya uzazi, mama na mtoto, kupunguza vifo vya watoto wachanga na vitokanavyo na uzazi, kuhakikisha upatikanaji wa dawa na bidhaa za afya ya uzazi, mama na mtoto, kuongeza vituo vya huduma za watoto wachanga, wagonjwa na waliozaliwa na vituo na uzito mpungufu, vituo vya kujifungua na huduma rafiki kwa vijana, na kuimarisha matumizi ya chati uchungu iliyoboreshwa, pamoja na vyumba vya kujifungulia kwa huduma ya mwambata. Lakini 8 ni kuimarisha upatikanaji wa uendelezaji wa wataalamu wa sekta ya afya kwa fani ya kati,
ubingwa na ubingwa bobezi, kuongeza programu ya mafunzo ya ubingwa na ubingwa bobezi kwa uratibu wa muda mrefu wa SETI, kusimamia ubora wa mafunzo kwa vyuo vya umma na binafsi pamoja na mafunzo wa vitendo, kuendelea kuajiri watumishi wa ajira ya kudumu na mkataba, na kuimarisha miradi ya ujenzi wa miundombinu katika vyuo vya afya. Lakini 9 ni kuimarisha afua za tiba asili na tiba mbadala, kuwajengea uwezo wataalam, kuongeza wigo wa huduma za tiba asili kwenye mfumo rasmi, kuanzisha mashamba ya miti dawa kwa kila kanda kwa uzalishaji endelevu, kununua eneo la kujenga kituo cha umahiri cha tiba asili mkoani Dodoma, na kushirikiana na mataifa na taasisi za kimataifa zilizopiga hatua kwenye teknolojia ya tiba asili na tiba mbadala. Lakini 10 ni kuimarisha huduma za tiba, ubingwa na ubingwa bobezi na kuvutia tiba utalii nchini, kuendelea kutoa huduma za ubingwa na ubingwa bobezi katika hospitali za rufaa za mikoa, kanda maalum na taifa, kuanzisha huduma mpya za kibobezi, kupunguza rufaa nje ya nchi, kuendeleza kituo cha umahiri cha Afrika Mashariki cha matibabu ya moyo na mishipa ya damu, upatikizaji wa figo na uloto, kuanzisha kituo cha umahiri cha wagonjwa kinywa na meno, kuongeza huduma za ubingwa katika hospitali za rufaa za mikoa kutoka 8 hadi 17 na huduma 5 katika hospitali za halmashauri, kuimarisha huduma za uchunguzi kwa vifaa na vitendanishi vya kisasa, damu salama, uhandisi na matengenezo ya vifaa tiba, na kuimarisha miundombinu ya utoaji huduma katika hospitali zote za rufaa. Na 9 ni kuimarisha huduma za afya ya akili na utengamao, hususan kwa watoto, wazee na watu wenye ulemavu, kuandaa mpango mkakati wa afya ya akili na msaada wa kisaikolojia na jamii utakaohusisha kinga, tiba na utengamao, kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi wa sekta ya afya, kukuza usalama na ustawi wa kiakili, na kuimarisha huduma za afya ya akili, kisaikolojia, utengamao na huduma za wazee katika vituo vya kutolea huduma za afya nchini.